tumeshuhudia wiki hii baada ya mapumziko mafupi Dar es Salaam Africans wakirudi mzigoni leo mazoezi ya asubuhi pale, na tukimshuhudia kocha Romain Folz akisimamia mazoezi. Kama hivyo najua kwamba watu wengi walikuwa wanasema Romain Folz hawezi kurudi Yanga Afrika kwa sababu alimuona kwa South Africa, lakini nina imani kwamba viongozi wote walimpa likizo ya siku chache. Mwisho wa siku leo karudi kazini kwake, ameendelea na kazi. Nina imani viongozi wote bado na imani naye mwalimu. Kama kuna jambo ambalo aliona aliko sawa na litakuwa sawa ili timu yetu isonge mbele, tunasonga mbele katika kimataifa. Nina imani atarekebisha kwenye makosa ambayo anaona kama mwalimu, na sisi wanachama tutamuunga mkono kwa niaba ya timu yetu, tutoe mafanikio ambayo anayaamini. Washabiki wale wengi hususani wa Dar es Salaam Africans miongoni mwenu wanaamini kwamba hatua ambayo inaenda kucheza Dar es Salaam Africans na wa Malawi inawezekana ikawa ni hatua ya mwisho kabisa kwa Yanga msimu huu kutokana na kocha jinsi anavyo operate timu yake. Binafsi mawazo ya mtu, mtazamo wa mtu ukatazi, kwa sababu kila mmoja ana maoni yake, ana mtazamo wake kwenye Yanga, lakini mimi nina imani kwa mechi iliyobaki tunavuka kwa uwezo wa mwalimu, kwa uwezo wa timu, kwa uwezo wa viongozi, kwa uwezo wa mashabiki kwenda kusupport timu. Hata tunavuka tunavuka. Mimi sitaki kuambia kila kitu. Ni kweli mchezo wa mpira unadunda, lakini bado timu za Malawi zinaziacha mbali sana kwa sasa. Nina imani viongozi wajipanga, tutasonga kwenye hatua inayofuata, hatua makundi. Yanga Afrika tunaingia bila shida yote. Tusimpe mwalimu pressure sana, kwa sababu bado mwalimu anaandaa timu. Nina imani itakuja kutulia timu, na hao wanasema mwalimu hamtaki watakuja kusema kwamba mpira kweli ni mchezo ambao unatakiwa subira. Kila mwalimu ana pochi yake ambayo kuandaa timu. Tumunge mkono mwalimu wetu ili atutengeze Yanga ambayo yenye burudani zaidi. Yanga yenye burudani zaidi, na ilikuwa huaga mara nyingi sana huaga inaonekana mapema tu, lakini Yanga hii kama imekataa hivi kuonekana mapema. Burudani hiyo inatoka wapi? Mimi ninavyokuambia kwamba unajua wanashindwa kuelewa. Walimu wote ambao waliopita, mimi napenda kusema kwamba walimu waliokuwa wanakuja walikuwa wanakuta timu ambayo ipo ni ile ile. Hakuna mwalimu ambaye alikuja Yanga Afrika katika miaka miwili ambaye aliingia na wachezaji zaidi ya 8 au 9 wachezaji wapya. Alikuwa anatoka mwalimu akula timu ambayo ipo kwenye performance nzuri. Mimi ninachozani kwamba huyu mwalimu ambaye kwa sasa alokuja kwanza bado anatafuta timu ambayo yeye kwake anaamini kwamba hiki ndio kikosi cha kwanza katika yale maingizo mapya. Kwa sababu sikwambie mtu ukiwa na wachezaji bora alafu umekuja msimu wa kwanza, lazima utafute wachezaji ambao wewe kama mwalimu unawaamini. Lakini wachezaji bora wa aina gani? Maana wachezaji walioondoka kutoka misimu hiyo ya nyuma, ameondoka Azizi Kitu pamoja na tunamzungumzia pamoja na Khalid Aucho. Nani mwalimu anafeli wapi? Ukimzungumzia Azizi Kitu alikuwa playmaker wa timu. Ukimzungumzia Khalid Aucho alikuwa ni midfield ya timu ambayo panga pangua lazima acheze. Juu kwamba msimu tulomaliza mwishoni alile kwa acheze kwa sababu amejeraha mara kwa mara, lakini nina imani kwamba mwalimu ana shida kwamba lazima wachezaji wake wapi ambao wamekuja Yanga Afrika tunataka tuwaone kwenye pitch wanacheza. Na maana ukisikia kwenye pitch kunacheza maana bado wachezaji ambao walikuwepo ndani ya klabu katika misimu ile iliyopita nao wanapambania namba. Kwa hiyo mwalimu lazima akae na kuangalia, aingize falsafa zake ili timu iwe bora. Mimi nina imani, mimi binafsi yangu nina imani kama tutamvumilia mwalimu atafanya kazi vizuri. Lakini viongozi wakisema uwezo ambao wanataka wao tufika hawajafika, kama atafanya mabadiliko sawa, ndio mpira unapokuwa. Mabadiliko ya mpira ni kawaida, lakini sio kwamba ukifukuza mwalimu huenda akatoka Yanga na timu nyingine akafanya vizuri. Kwa sababu unajua mwalimu ambaye amepita kwenye timu nyingi, apita Mamelodi Sundowns, apita Township Rollers huko. Unaona, ndio sio kama mwalimu ambaye akubahatisha. Mwisho wa siku tuache viongozi wafanye kile ambacho wao wanakiamini, si mashabiki kuunga mkono kila viongozi wote wanachokifanya. Bwana, inaonekana ni wazi za chini za kuchimba viongozi wa Dar es Salaam Africans wanafanya mawasiliano huku wakitegemea kuona Said Lamovic anaondoka lini pale Belouizdad ili tu wamtelemshe wao Jangwani. Vile vile inaonekana ni wazi huku wakibeti kuangalia kocha wa Madagascar ambaye anafundisha timu ya taifa ya Madagascar kuwa miongoni mwao nominees kwamba wanawaniwa na Dar es Salaam Africans kuja kuchukua mikoba ya Romain Folz. Mimi na imani viongozi wa Yanga huku hawezi kuwa na akili ya fisi kwamba eti wakae mkono na inginia fisi wa mtoto nyota katika pale. Kama na malengo ya mwalimu, huwezi kumsubiri mwalimu ambaye yupo ndani ya timu ana mkataba. Labda amwapochi maana yake wakavunje mkataba aje kwetu. Lakini ukisema mwalimu ambaye yupo kwenye timu yake ana mkataba, yani kama fisi anakiona mkono mtoto anainginia hivi ajua katika leo anafika safari mpaka anakoelekea yule mtu. Kama kweli hiyo process zipo, tuingie info tukaongee na mwalimu. Kama hiyo kusema tunavizia ni mpaka
Blizzard mkataba uishe, hiyo naona iko sawa. Labda useme mwalimu wa Madagascar kama wapo kwenye mazungumzo naye, bado itakuwa ndio vile vile, mpira test ndio maisha. Maana yake issue ya Said Lamovic atakapofukuzwa tu ndio maana amerudi tena Romain Folz kuendelea na timu. Sasa kama hajafukuzwa Said Lamovic inakuaje hapa? Maana kama hajafukuzwa, mbona unasema akifukuzwa kama hajafukuzwa? Timu yake iko kwenye hali mbaya, hatua za jioni kabisa. Sasa unavyosema hali mbaya, maana yuko kwenye hali mbaya kwamba ndio sisi hakuja kwa hali mzuri. Maana ukisema kwenye hali mbaya maana yake Nesa amefeli alikokwenda kufundisha. Unajua hivi vitu tuweke sawa hivi. Mimi na tuweke sawa. Ukizungumza mwalimu amekwenda Blizzard amefeli, sawa? Alafu mwalimu aliofeli tunamleta kwetu sisi. Maana yake sisi tufeli au? Tuchukue mwalimu ambaye baada ya kutoka kwetu ameenda amefanya kile kitu kingine. Unaelewa? Tuchukue mwalimu kwamba sababu alipita kwetu ndio tumchukue tu. Mimi kwa mtazamo wangu kama viongozi wanaja utafuta mwalimu mwingine zaidi, watafute mwalimu mwingine. Kwa sababu ukinichukua mwalimu aliofeli maana yake na huyu ndio anakwenda kwa sababu wote samefeli. Au kafeli Blizzard wote atakuja kufanya vizuri. Usichukulie mwalimu ambaye amekaa na timu siku 5 au mwezi mmoja ukampa timu msimu mzima. Unajua mchezo wa mpira ni kitu moja cha ajabu sana. Unaweza kumpa mwalimu miezi 6 akafanya vizuri, akimwambia timu hiyo hapo anza nayo kwenye msimu na timu ikaboronga. Au hujaona hivyo mwandishi? Mwalimu anakuja dirisha dogo, anafanya kazi nzuri sana. Alafu mwambie za timu hiyo hapo msimu anza nani na precision. Saji mtajua mjua. Mwisho siku timu inafeli. Na sio kama kila mwalimu anaofeli hana uwezo. Unaelewa? Kwa hiyo mimi na imani kwamba Said Lamovic kwa kwetu atufikisha pale kufikisha, lakini hatuwezi kukaa tena kama viongozi eti asubiri avunjiwe mkataba ndio kanchukue sisi. Mimi sina imani engineer kama atakuwa na akilio kwamba akae asubiri mwalimu avunjiwe mkataba alafu ndio tumchukue aje kwetu. Labda huko wameshindana na dau, akaona Yanga kunalipa sawa, lakini sio mtu ambaye amefukuza tunamchukua. Maana yale tunafukuza mwalimu, tunamwacha mwalimu, tunamfukuza, tunachukua mwalimu aliyofukuzwa. Hii kwangu sio sawa. Umeona Simba wanapita kuuza jezi wenyewe mitaani sasa hivi? Sisi kule ndo kufeli kule. Yaani kule ndo kufeli. Ukisikia kufeli ndo kule. Yaani kule ndo kufeli. Ukisikia timu imefeli ndo kule ndo kufeli. Jezi haiwezi kuuzwa kwenye Kigoma, jezi haiwezi kuuzwa mtaani na viongozi. Kazi ya jezi ya watu. Jezi na ofisi zake. Si Yanga Afrika ukienda klabu unakuta jezi zipo pale. Watu wa Yanga tukitoka klabu na kwenda kuchukua jezi klabuni na ingia unachukua jezi. Hata jezi tunatoka kwenye vikundi kama vya ngoma. Wanamsaidia lakini Jeruti kusambaza jezi mtaani na ndio maana na wao wanauza 45 kama watu ambao wamenunua madukani ili tu kuwasambazia watu kila walipo watu, maana yake kutaka kuzuia uingizaji wa jezi feki. Bora kuniambia anonunua jezi mtaani ajui zinapatikana wapi kwa sababu ya urahisi. Kununua jezi maisha ya mtu. Yaani jezi kununua maisha ya mtu ambaye amejiwekea kwenye style zake za mpira. Umeelewa? Wanasema wao wanaenda kuwatofautishia wananchi kule kati ya jezi feki na original. Wanaingia wenyewe info. Nasema hivi, mnunuaji wa jezi za Simba na Yanga, asubiri kuletewa mtaani. Haina asubiri kuletewa mtaani. Yaani mimi ukiniambia ukinizungumzia jezi toka mfumo wa jezi umeingia ameanza kutengeneza jezi GSM. Nina jezi zote, na maana nilikuwa najipanga. Najua kabisa msimu unaokuja na jezi 2, nitanunua 2 kwa uwezo wangu au nitanunua 1. Ni wewe upo mjini lakini kuna watu wananjilingi huko. Hawajui kati ya jezi feki na original, wao wanapelekewa tu. Sasa mtu wa kijijini katika watu 10 ambao anaweza kununua jezi 45, unaweza ukapata 2. Umeelewa? Unaweza kupata wale au 3. Watu wa kijijini natakuwa wale ndio watu ambao wanaongoza kununua jezi za bei rahisi. Unakuta jezi na rangi 3, kwenye bega na rangi yake, tumboni na rangi yake, inatoka mjini zinakwenda kule. Umeelewa? Kwa hiyo nazungumzia sisi ambao tuko tayari kununua jezi za Yanga au za Simba. Mtu hawezi kusubiri jezi aletewe Kongowe. Au kusubiri jezi aletewe sio Chanika. Akitoka jezi anajua kabisa jezi inapatikana Sunderland au jezi inapatikana sehemu fulani ndio anakwenda kuchukua jezi. Lakini ukiona mtu asubiri jezi aletewe Mbagala na Ahmed Ally, huyo sio mnunuzi wa jezi, Lakini wao wamechagua, wanaenda mikoani, sio Dar es Salaam tena, wanawasambazia, wameanza Pwani. Wote wakaniambie Mwanza huko jezi za Simba madukani hazipo. Hazipo madukani. Zipo. Kwa nini wanunue? Lakini wao wanapita kitongoji baada ya kijiji. Kigoma wanacho, wana Kigoma. Wanatembea na Kigoma, wanatembeaje? Maka wanatembea na Kigoma, watu wahamasishe, wawaambie la Kigoma, na nina imani jezi ukiona inapilishwa, ukiona inatembezwa mtaani ndio ishabuma hiyo. Yaani hiyo ndio ishabuma. Unataka kusema kwamba Simba wamechagua kufeli? Wameshafeli. Kuna swala zima la jezi. Wameshafeli. Yaani ikifikia jezi msemaji wa klabu anaanza kuitembeza mtaani, wameshafeli kwenye jezi. Yaani wameshafeli. Bora akaweka duka maalumu, sema duka la Simba, jezi zinapatikana hapa, lakini waanze kumtafuta kwa Njirinji, Mchichila, Chigwelekwe, sijui Magomeni, sijui wapi. Ahmed Ally bana, tafadhali bana. Yaani jezi ndio unauza kwa Kigoma.
ndio onekana unafanya kazi sana unakuaje. Lakini sasa acha utumikie mshahara wake. Make na hamu ya sherehe, make sherehe hajafanya, mwacha tembee na Kigoma. Mshauri Kigoma chake aende nacho. Unaambiwa huko wachezaji wamepagawa. Tayari walivyoona kocha mpya akaingia wachezaji wote mzuka mpaka muundo wa uchezaji ushabadilika. Hao wanapagawa na Heleni au makocha wao pale hawana Heleni. Wala wanapagawa na Heleni na ile mitatu. Mimi nikwambie kitu kimoja kwamba ndugu zetu washafeli. Yaani kwa sababu hao timu yao mbovu wamecheza na yule mwalimu amewaburuza Benjamin Mkapa na kule ndio wao shamuona mwalimu bora. Mwalimu bora hawezi kumuona kwenye mechi moja au mechi mbili. Hizo tatu nyinyi wenyewe mlikuwa mnazihitaji lakini. Wewe tushapita kwa tuwezi kuwa na kocha sasa anavaa Heleni sasa hivi. Hilo jambo Yanga Afrika tuwezi kulifanya. Kisha tukuta bila tuna hela. Unajua kama una hela ukuta mengi. Kama una hela wewe unaokota tu. Hivi mwalimu yule timu gani ambayo kubwa barani Afrika amepita? Timu gani ambayo barani kubwa amefika barani Afrika amepita? Lakini amechukua kombe Kameruni na amechukua kombe Botswana. Wewe Kameruni sasa hivi kuna ligi bwana. Ligi kuna Kameruni kuna ligi. Hawa Kameruni wanaomba dua waje Tanzania kucheza mpira. Kameruni sasa hivi kuna ligi. Na sio kila mwalimu anachukua ubingwa kwenye nchi kwa maana na uwezo. Kuna nchi zingine ligi mbovu. Kama Djibouti mwalimu akichukua kombe na useme mwalimu wa Djibouti amechukua kombe. Mwalimu wa Djibouti tena kenda mimi nikichukua timu nafundisha na kombe inachukua. Kutana na ligi ambayo tunaocheza. Ngoja iwe mapema sana hivi. Iwe leo mapema. Jezi zinakuja mtaani. Uko tayari kuwachangia kununua majirani? Sasa mimi hela yangu yaani mula rafiki yangu mimi hela yangu ninunue jezi ya Simba. Yaani hela yangu mimi nitoe kununulia Simba ni jezi ya Simba ninunulie mtu. Maka mimi siwezi kuvaa. Hata ukiniambia nikuchangie mimi jezi ya Simba hapana. Hiyo hapana. Yaani mimi nakwambia kabisa hiyo hapana. Yaani labda nitoe sijui na mheshimu vipi sijitaka kupata mimi jezi yangu ya Simba. Yaani mimi nichangie Simba. Mimi Simba kwangu haramu. Yaani Simba mimi kwangu haramu. Huwezi kunikuta nimevaa ndala nyekundu. Huwezi kunikuta na swaki mwekundu, huwezi kukuta na nguo nyekundu. Yaani ninachokwambia ndio iko mimi Simba kwangu haramu. Kwa maana hiyo unataka kusema chekundu ni damu tu? Damu sikaweka Mwenyezi Mungu, wewe kama unaweza kuitoa si unaitoa, lakini Mwenyezi Mungu anashaweka damu nyekundu. Na ndio ninachokwambia kwamba kuna vitu ambavyo kwa automatic huwezi kuvifanya kama hicho, lakini ambacho najua kabisa kwamba hiki naweza ukikataa na ikataa. Siwezi kutoa hela yangu nikanunua jezi ya Simba hata siku moja. Hata waje kuzimwaga hapo 5 siwezi. Na hii kwa nampelekea nani? Jezi nampelekea nani? Jezi yao lakini ndio jezi yenye thamani kubwa maana imeletwa tu sokoni na imekimbia imeisha. Sasa, na mzigo mwingine umeingia ndio huu ambao unaenda kuuzwa sasa mtaani. Sio kweli. Jezi kama imeisha haiwezekani sasa hivi wachukue mabango kwenda kutamana mtaani. Huo sio kweli, huo ni uongo. Yaani huo ni uongo. Yaani huo ni uongo. Kama jezi sasa inatembezwa mtaani na Kigoma na Ahmed Ali, msemaji wa klabu ya Simba, ambaye anapambania Simba kwa mabavu yote ili Simba ifanikiwe. Lakini timu lile bovu. Anafanya juhudi zote lakini akamwambia tusaidie Jeruti, sijamwekeza hela nyingi. Ukinunua jezi ya Simba feki, sijui inakuaje. Ndio tayari hawa wanaela kununua jezi original, wacheni wanunue makapikapi. Ujue tunavaa sie ambao tunaweka kupangilia mpangilio wa jezi. Hapa tunasubiri jezi za kimataifa tuweke mwilini. Sisi atuangalie tulete jezi mtaani, sisi fanya sisi tuangalie hilo. Tunasubiri jezi za kimataifa zitoke, tuweke mwindo maisha yetu. Tumechagua maisha ya mpira kama unavyoona tawi letu tunasema wakali wa mzinga Kongoe, starehe gharama. Hapa tunaugaramia mpira. Yaani maana tunaugaramia mpira. Unataka mpira, unataka kweli mpira, ugaramie. Kama unataka kugaramia wewe mpira uwezi. Mpira tu gharama.